Alright, hujambo mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo na karibu. Hii ni West TV Kurunzi Viwanjani. Haswa imekuwa imetamatika, lakini kuna baadhi tu ya masuala ambayo yamekuwa katika ile Kurunzi Viwanjani ambayo itabidi tumeyazungumzia angalau kwa upana kidogo katika kipindi Talk Sport ambacho unakipata kuanzia siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Na haswa siku ya leo, unajua kulikuwa na mtanange hiyo jana. Watu wengi walikuwa wamesema mara PSG moto, wakakalifishwa 3-1. Liverpool genini kule Ureno inamzamisha Porto magoli 5-0 na masuala mengi tu ambayo tungependa tuangazie, lakini la muhimu tunakushukuru kuendelea kutizama West TV. Tazama ilivyo leo kwenye studio, bila shaka niko naye Samuel Oyondi kuhakikisha tu kwamba gurudumu la spoti, wewe mahali popote ulipo unaendelea kutupata katika njia iliyo safi tena zaidi, upate ni yepi yanajiri katika nyanja tofauti. Samuel, hujambo? Sijambo kaka. Wewe ni baadhi ya wale ambao mlikuwa mmetatizika sana. Mjui mwegeza wapi, mweke hela zenu kwa nani. Na baadaye wakati nilikuona asubuhi, si kuona kwamba umechangamuka. Nikajiuliza maswali lakini nikapata jibu lilikuwa rahisi. Ulikuwa umesema kwamba PSG itashinda, lakini yote tisa hali za kwako? Hali za kwangu shwari. Jana tumeweza kuangalia ngarambe. Basi Ronaldo na uzoefu wake ukasaidia timu ya Real Madrid kuweza kuendelea katika mashindano haya. Liverpool pia, Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino awashikiki. Alright, umepata tu watu hapo wanapumua soka. Hiyo jana kulikuwa na masuala mawili matatu, lakini kabla hapo siku ya kesho ni siku rasmi. Kalenda ya spoti kwa shule za upili inaanza. Michezo inaanza siku ya kesho. Mwaka huu ni tofauti kidogo. Mechi za kwanza ambazo tumezizoea kuziita zonal zimekuwa zikichezwa mwezi wa 3 tarehe 15, 16, 18. Na under 16 Coca-Cola imekuwa inaanza muhula wa kwanza. Kwa sasa kuna mabadiliko mengi sana. Na haya mabadiliko yamefanya kiasi kwamba michezo inachezwa muhula wa kwanza, ikamilike muhula wa kwanza, ambapo washikadau usiku wamekuwa nasema kuna msongamano wa mechi tofauti tofauti. Haswa kuna mchezo wa vikapu, magongo, kuna handiboli, riadha, na kando na riadha kuna kuogelea. Na michezo hii yote imeletwa muhula huu wa kwanza. Itakuwa inaanza rasmi siku ya kesho maeneo yote katika taifa la Kenya. Je, michezo imekuja mapema? Tutarajie nini? Vikosi viko sawa ama ni jambo lipi haswa litakuwa linakumba baadhi ya vikosi? Ama kwa kweli zoezi ama michezo ya shule imekuja mapema na inaweza athiri matokeo kwa njia moja ama nyingine. Ukilinganisha baadhi ya timu ambazo huwa zimezoea sisi michezo yetu huanza mwezi wa 3, zitaathirika pakubwa, kwa sababu ukiona ni juzi tu wanafunzi wamekuwa kwenye likizo, wametoka likizo, hawajakaa vizuri, wengine bado wanajaribu ndo wameenda madarasa mapya, wanajaribu kuzoea kujizoesha na madarasa mapya kidogo. Basi michezo ndo hii, basi utaona kwa njia moja ama nyingine itaweza kuathiri matokeo ya baadhi ya timu. Lakini ukiangalia zile timu ambazo zimebobea, zile timu ambazo huwa zinashamiri na kunawiri katika mashindano haya, basi athari itakuwa kidogo sana, kwa sababu shule nyingi ambazo zinachukulia michezo kwa makini mno, utaona hata wakienda likizo bado wachezaji wanabaki shule wakiweza kupiga mazoezi na njarambo wakingojea mechi kama hizi. So unajaribu kuweka bayana kwamba vikosi ambavyo vimekuwa vikifanya vizuri, vikosi vya kutwa, haswa shule za kutwa zitaathirika, lakini shule za bweni kidogo wako na nafasi ya kutosha kusalia shule. Maana nakumbuka Disemba kidogo tarehe kama 15 hivi nilipata fursa kutembea kule Moi Girls Kamsinga, nikapata wale vipusa wakiwa na mkufunzi wao kwa jina Godfrey walikuwa wanafanya mazoezi. Lakini vikosi vya nyumbani kama Nyasi na Bunga na vikosi vingine ambavyo pia vimekuwa vikifanya vizuri, wanafunzi wako nyumbani, wako katika sherehe heka tofauti, na kwa hivyo unaona kwamba hilo kidogo litawaathiri. Litawaathiri kabisa, manake ndo wametoka tu kwenye likizo, mwezi si mbali, waliingia Januari,
Januari peke yake ndo wamekuwa shuleni. Kitambo tena tuanze kuingia ugani, tuanze kuleta wile uwiano. Pia kumbuka wachezaji wengine ambao walisaidia vikosi tofauti tofauti wameweza kufanya mtihani wa kidato cha 4 na kutoka chuoni hapo. Kwa hivyo itabidi tena waanze kutafuta vipaji vingine na kuvikuza, ndipo waweze kujaza lile pengo ambalo limeachwa na wachezaji gwiji ambao wameweza kufanya mtihani wa kidato cha 4 wakaenda. Kwa hivyo itakuwa ni changamoto kubwa kwa vikosi ambavyo bado vinachipuza, lakini wale ambao wametawala mashindano haya watakuwa na wakati rahisi, kwa sababu ukiwa unatawala mashindano wajua ni wapi nafaa niguze na ni wapi nafaa nisiguze. Kwa hivyo nina imani ya kuwa wameenda wakafanya ile inaitwa scouting, wameenda wakafanya scouting, wakaleta wachezaji ambao watajaza yale mapengo. Lakini kwa timu ambazo zinachipuza basi na ukiona kalenda ya michezo imekuja mapema kidogo, basi itakuwa ni changamoto kubwa kwao. Alright, iwapo wewe ni mpenzi wa masuala ya shule za upili haswa katika michezo kama mimi, hiyo siku ya kesho rasmi michezo itakuwa inaanza kote katika taifa la Kenya, maeneo tofauti tu. Siku ya kesho, iwapo ni mkazi wa kaunti hii ya Bungoma, maeneo haya katika shule ya upili ya wavulana ya Bungoma High kutakuwa na zonali zitakuwa zinasakatwa pale. Kutakuwa na magongo, kutakuwa na vikapu, kutakuwa na handiboli na masuala ya riadha tu. Kama unatoka maeneo ya Mayanja Kibuke, na arifiwa kwamba michezo itakuwa maeneo ya Miluki. Wapo unatoka kule Bukembe kutakuwa kuna furika, watu wanajituma. Maeneo ya Matunda, kaunti ya Trans Nzoia, kutakuwa wanatimuka mbio upande wa Sehendu, watakimbia pale Matunda. Na siku ya kesho Kiminini St Bridges Girls watakuwa wanacheza michezo ya handiboli, basketball ambayo ni vikapu na michezo mingine. Usikonde, usiketi nyumbani wakati burudani inaletwa kwako na watoto wetu, ndugu zetu ambao kidogo wanataka kuangalia kando na kitabu, wako na talanta ipi. Kando na masuala hayo, tunajua hiyo jana kulikuwa na klabu bingwa bara Ulaya, mechi kubwa ilisakatwa, mechi ambayo wakati draw ilifanya wengi walikuwa wanasema kwamba kidogo klabu ya Real Madrid huu ndio mwisho. Jana matokeo yakawa tofauti, magoli 3-1, mgeni katangulia kupachika. Mechi uliitazama, Bila shaka mechi ilikuwa vipi? Mechi ilikuwa ngumu, haswa ukilinganisha, ilikuwa dhidi ya uzoefu na vipaji vipya. Ukiangalia Neymar, Mbappe, Cavani na Decelo waliweza kuonyesha kuwa sisi tuna vipaji, na Real Madrid na walihitajia tu uzoefu. Ukiangalia Ronaldo miaka 30, na ukiangalia Marcelo, ukiangalia Modric, walihitajia basi ule uzoefu. Tumekuwa hapa sisi ni mabingwa mara 12, PSG bado mnatafuta ubingwa. Kwa hivyo na ukiangalia pia mechi hii iliweza kuwa ya maana sana kwa kocha Zinedine Zidane. Mpaka nakumbuka siku alivyotolewa na Leganes, akasema basi macho yote yanaangaziwa kwenye mechi ya PSG. Alikuwa ametabiri iwapo angepoteza mechi ya jana, basi kungekuwa mwisho wake kuifunza timu ya Real Madrid. Na hivyo jana akawaambia vijana wake, tafadhali naomba mniokolee. Alafu vijana wakafanya ndivyo. Kuna masuala mawili kando na uzoefu. Ni uzoefu unapatikana wakati gani? Kupachika magoli ama imekuwa vipi? Kwa maana ukitizama jinsi walivyokuwa kishambulia hao vijana wa Paris Saint-Germain, walikoswa sana Real Madrid. Je, uzoefu unajitokeza wapi haswa katika mechi ya Champions League? Unaona, ukicheza mechi za Champions League kuna Waingereza wanaita bragging right. No. Kuna watasema sisi tumekuwa pale, sisi twajua. Ni kama wewe ni mmiliki wa nyumba, unajua ukitaka kujificha utajificha wapi, ukitaka kushambulia utashambulia wapi. Kwa hivyo ukiangalia Ronaldo amecheza mechi hizi, ameshinda mara 3 kama sikosei, ameshinda na Manchester United, ameshinda na Real Madrid. Kwa hivyo inakuwa rahisi kwa yeye kujua basi mimi mara ya kwanza kushinda tulifanya hivi, tukafanya hivi, tukafanya hivi. Alafu pale kwa chumba cha kubadilisha ama changing room, basi wanaambiana, jamani sisi ni mabingwa mara 12. Alafu tukipoteza hapa na PSG ambayo ndo inakuja ndo wanaonekana kama watakuja kutawala bara Ulaya, lakini miaka ijayo.
Kwa hivyo inabidi tujikazi, itabidi tuchezee historia, na hiyo jana ndo ilifanyika kabisa. Ukiangalia uwanja wa Bernabeu, hata japokuwa PSG ilishambulia, pia Real Madrid iliweza kupata nafasi chungu nzima. Tunamuona Ronaldo akakosa goalkeeper. Alafu cha kushangaza ama cha kufanya mambo kuwa mazuri sana, PSG walitangulia kufunga. Namuona Ronaldo pale akipiga makofi baada ya kufungwa, anaambia vijana ijaisha. Unamuona Zidane akiambia vijana ijaisha, msikufe moyo. Hivi ndo sisi uanza. Ikanikumbusha mechi ya msimu jana walipokuwa wakicheza na Bayern Munich. Kumbuka Bayern Munich ilitangulia kufunga, Ronaldo akakuja akapiga magoli 3. Kwa hivyo ukiangalia ndo uzoefu na jina na historia. Sisi ni Real Madrid. Alafu msimu wetu umekuwa mbaya kwa La Liga. Hapa ndipo nafasi pekee sisi kujizoa. Kwa hivyo itabidi wametia bidii, na nilipenda sana reaction ya Cristiano Ronaldo walipofungwa, akaambia vijana haijaisha, tunaweza endelea tukashinda. Naam. Samahani. Mkondo wa kwanza magoli 3-1. Mkondo wa pili tutarajie nini? Mkondo wa pili tutarajie mechi kali, manake ukimwangalia PSG ni timu ambayo inachipuka, ni timu ambayo tukiona wameweza kutumia pesa nyingi sana kukisuka kile kikosi. Kwa hivyo shinikizo itakuwa kwao, hasa kwa Neymar. Kumbuka Neymar ametoka Barcelona akakuja PSG kwa sababu aliona hezi shindana na Messi, anakuja PSG ndipo aweze kutengeneza jina. Alafu kwa miaka 10 iliyopita amekuwa nyuma ya kivuli cha Ronaldo na Messi. Kwa hivyo akiwa PSG peke yake itabidi step up kama vile Ronaldo hufanya. Kushinda Ballon d'Or si rahisi, itabidi step up, alafu amepiga magoli 3 ndipo waweze kuendelea. Lakini Real Madrid nao watakaa wakasema basi sisi tulishinda mkondo wa kwanza, mkondo wa pili twende tupaki bazi. Real Madrid si timu ya kufanya hivyo. Kwa hivyo natabiria mechi ngumu sana mkondo wa pili, na itakuwa tamu kama ya jana. Hatutakuwa na timu moja ambayo inaenda kushambulia na nyingine kuzuia. Hapana, itakuwa shambulia na pia kutatokea mabao mengi. Alright, mechi nyingine bila shaka vijana wa Jurgen Klopp wanapata magoli 5-0. Hapo tunasema 16 ashadunda katika 8 bora. Bila shaka itakuwa vigumu sana kwa FC Porto. Hata ukiwa wewe ni shabiki wa FC Porto, huwezi lipa tiketi kwenda Anfield. Nyumbani mmekalifishwa 5. Itakuwa vigumu FC Porto kujinasua kutoka kwa mikononi mwa Liverpool. Na ukiangalia timu hii ya Liverpool ni timu ambayo wengi wakiangazia yule ambaye atashinda kombe hili, amwangazii sana Liverpool. Anaona Liverpool yuko hapo, pengine afike robo finali ama nusu finali. Lakini ukiona ni timu ambayo inacheza vizuri, ikipatana na timu kubwa basi ni timu ambayo inajua kucheza. Lakini tatizo ni ikipatana na timu ndogo. Unaona Firmino pale jana kapiga bao, ukiona Mohamed Salah kapiga bao, Sadio Mane anapiga mabao, na wengi walitabiri kuondoka kwa Philippe Coutinho kungewaletea shida, lakini Jurgen Klopp alikuwa mjanja akanunua Salah kabla mruhusu Philippe Coutinho kuondoka, na unaona Salah amekuja akajaza lile pengo vizuri. Kwa hivyo itakuwa mechi ngumu sana kwa FC Porto kujinasua. Alright, siku ya leo usiku utakuwa na mechi. Arsenal watakuwa wanacheza ugenini. Arsenal hawa wamesemwa sana. Na ndiposa Arsenal waonekane kuwa na muhimu, mkufunzi aonekane kuwa ni mtu anahitaji kutoa kombe hili, na kumbuka wako katika raundi ya timu 32. Kweli. Arsenal wana uwezo wa kuandikisha ushindi ugenini? Arsenal kama ninavyoielewa, sitaki kusema hawezi, manake ukiangalia timu wanaocheza nayo timu ambayo inatoka taifa la Uswidi, na ukilinganisha soka ya Uswidi na ulinganisha soka ya Uingereza, basi kuna tofauti kubwa. Na Arsene Wenger nimeweza kumsikia leo akihojiwa kuhusiana na mechi hii, akasema vijana wake itabidi wawe ngangari, itabidi wawe makini. Kumbuka Aubameyang haruhusiwi kucheza kwa sababu ambazo Profesa amezitaja kuwa za kishenzi, paona, kwa sababu yeye hajachezea Borussia Dortmund, lakini ndio hivyo, sheria ni msumeno. Lakini kitu ambacho Arsenal watafurahia ni ujio wa Mkhitaryan. Mkhitaryan ataruhusiwa kucheza. Lakini kwa ujumla ukiangalia timu ya Arsenal
ni timu ambayo huwa itabiriki. Juzi tulimwona akimpiga Everton magoli 5. Wengi tukatarajia basi anapoenda kwa North London Derby ataweza kuendeleza msururu wa matokeo mazuri, lakini akabanwa na Tottenham. Kwa hivyo ni timu ambayo huwa itabiriki. Ni vigumu sana kuitabiri, na msimu wao tunaweza sema msimu wao ni mbaya. Sasa kujinasua na kuhuisha matumaini yao ya kuendelea kuwa baadhi ya timu kubwa ulimwenguni, itabidi basi wameshinda kombe hili la Europa. Na kushinda kombe hili la Europa si rahisi, manake kuna Atletico Madrid, kuna Napoli, kuna timu kubwa kama Spartak Moscow, kuna Atletico Bilbao. Kwa hivyo itakuwa ni mashindano magumu kwa Arsenal, lakini kama wasemavyo, for you to be a champion you must beat a champion. Na ukiangalia Arsenal ndo timu, mtu anaweza sema ndo timu kubwa katika mashindano haya, ndo timu kubwa kipekee katika mashindano haya. Kwa hivyo itabidi ionyeshe makali yake na kuweza kushinda kombe hili. Naam, katika kikosi cha Borussia Dortmund walikuwa wamewasilisha jina lake kijana Aubameyang kwamba atashiriki. Hiyo ndio sababu kubwa inamfanya kwamba hatashirikishwa katika kikosi cha Arsenal. Lakini swali ni je, katika vikosi ambavyo vinashiriki kombe la Europa tuko na Atletico Madrid, tuko na Napoli, tuko na Lyon, na vikosi vingine ambavyo mimi naviona vimesimama. Borussia Dortmund wako pale. Je, wakati iwapo Arsenal itapita raundi ya 32, ifike raundi ya 16 wakutane na Atletico Madrid, je, Arsenal anaweza msimamisha Atletico Madrid? Ambacho kitakuwa kitu cha kusukuma sana Arsenal hapa ni ukweli kwamba kuweza kupenya katika timu 4 bora katika ligi kuu ya Uingereza itakuwa ni vigumu. Kwa hivyo wana nafasi moja ya kupenyeza katika mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya, na hiyo nafasi ni kushinda kombe la Europa. Kwa hivyo ukiangalia Atletico Madrid, wao bila kombe la Europa bado wanaweza jihakikishia nafasi ya 4 bora katika ligi ya La Liga. Lakini Arsenal njia moja na ya kipekee wafanye kama Mourinho alivyofanya msimu jana. Msimu jana Mourinho alijua basi ndo nafasi yangu ya kipekee. Mpaka tuliona mechi za mwisho alikuwa anapumzisha wachezaji nyota, akasema basi nyinyi mtanisaidia kushinda kombe la Europa ndipo niingie moja kwa moja. Alikaa akaangalia kuingia moja kwa moja katika kombe la bara Europa ni moto hapa shikiki. Basi akaamua kuachilia mechi za mwisho na akaweka matumaini yote na akili yote katika kombe la Europa. Kwa hivyo ndo profesa, kama tunavyomjua, mzee mwenye ana tajriba kabisa katika ikija mashindano ya Europa. Amekuwa huko misimu 17, anaelewa ni vipi anaweza penyeza kafika huko. Kwa hivyo mzee nampa fursa, akikutana na Atletico Madrid, basi wasi ambao atawapatia vijana wake ni kwamba wazee, vijana, hamna nafasi nyingine. Hii ni finali ya kuingia top 4. Pia ni finali ya kushinda kombe. Kwa hivyo watakuwa wanacheza finali 2, moja ya kuingia top 4, nyingine atawaambia vijana, nyi wenyewe mlishindwa kumaliza 4 bora. Kwa hivyo hii ndo nafasi ya pekee, fursa ya pekee ya kujiuisha na kuonyesha kuwa bado mpo baadhi ya timu kubwa barani Ulaya. Michuano imesalia 11 msimu kukamilika. Manchester United kidogo matokeo hayaridhishi sana baada ya kushikwa na kupigwa 1-0 na Newcastle. Tofauti ya Manchester United, Chelsea, Tottenham na klabu ya Liverpool si kubwa sana. Wakati vigogo hao wenyewe wataanza kukutana wenyewe kwa wenyewe, wamsimamishe labda Manchester, je, unaona ni wazi bayana kwamba Manchester itamaliza katika timu 4 bora? Manchester United kwa uzoefu wa Jose Mourinho na vile ninavyomtambua. Uzoefu huu ulikuwa wapi msimu uliopita? Msimu uliopita wajua macho yote aliangalia kaona basi huku sitoboi na nitatoboa huku. Na hata ukimuuliza kisingizio chake kikubwa ilikuwa ati anacheza Alhamisi
na Jumapili, Alhamisi na Jumapili, Alhamisi na Jumapili. Kwa hivyo akasema hana ule muda wa kutayarisha timu vizuri, lakini wengi wakamsamehe aliposhinda Europa na akaingia katika mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya. Raundi hii anajua ana njia mbili za kusalia katika michuano hii, na shabiki yote wa Manchester United angependa sana kucheza michuano ya klabu bingwa barani Ulaya. Hakuna vile Mourinho anaweza kuwa wa pili kuanzia mwezi wa 8 hadi mwezi wa 3 alafu asicheze katika mashindano haya. Kwa hivyo Manchester United na Mourinho wakikaa chini kwa meza hivi wanajua wana njia mbili. Njia ya kwanza ambayo wengi wataiona kama hawataiafiki ni ile ya kushinda kombe hili. Hiyo ni ndoto, hata mimi nakubaliana na wao. Sasa unaona hiyo ndo nafasi nyingine ambayo wanaweza tumia kubaki katika mashindano haya. Nafasi nyingine ni kuweza kubaki pale ambapo walipo. Ukiniambia wanaweza ifikia Manchester City, hiyo nao ni ndoto nyingine, zishakuwa ndoto mbili. Kwa hivyo kila kitu ambacho Mourinho atafanya ni kuweka matumaini yake yote katika mechi zilizosalia, mechi 11 ambamo bado wako na Liverpool, Manchester City, wako na Manchester City, wako na Chelsea ambayo wanacheza tarehe 25, wako na Arsenal na wako na nani mwingine, wako na Leicester wako hapo. Bado wako na wamemalizana na Leicester, juzi. Sasa bado wako na hizo timu 4. Timu ambazo ukiziangalia, Man City tunaweza mtoa kwa sababu ligi ashanyakua kivyote vile. Man City ashanyakua ligi, lakini hizi timu tatu, lakini Man City atakuwa nyumbani bila shaka. Na pia kuna ile rekodi Guardiola atataka kwamba nikiwa na Barcelona nilikupiga Mourinho kwa Real. Sasa hii niko na City na kupiga ukiwa Manchester. Na pia kumbuka ni derby, na kwa derby la Manchester. Derby kila mtu anataka kusema mimi ndo mmiliki wa jiji hili. Kwa hivyo itakuwa nafasi ngumu sana kwa Manchester United. Ukiangalia kati ya mechi 11 ambazo wamebaki nazo, basi hizi mechi 7 ndizo unazosema anaweza zishinda kiurahisi. Lakini Manchester ambayo inacheza wakati huu si Manchester ya wakati wa kitambo, wakati wa Ferguson. Manchester ambayo unasema ukikutana na Newcastle unatarajia Manchester shinde zaidi ya mabao 4. Wakikutana na Bournemouth unatarajia Manchester shinde zaidi ya mabao 4. Lakini ukiona saa hizi wakikutana na West Ham bado wanapoteza. Kwa hivyo itakuwa ngumu kwa. Alright, mpenzi mtazamaji, kufika hapo tunafika kikomo. Sijui kuna la mwisho? La mwisho ni kuwatakia watazamaji wetu wakati mwema, na asante sana kwa kuendelea kutazama West TV na Talksport. Bila shaka West TV bado ipo. Tazama ilivyo, baada ya sisi hivi kutakuwa na vipindi tofauti za kisasa zitakuwa zinakuja. Kutakuwa na muhtasari baadaye, lakini upande wa pili kwenye stesheni ya Kikwetu West FM mida saa 10:30 utakuwa na Maikika Gongo kipindi Talk Sport, na mida ya saa 3 usiku atakuwa na kuletea mechi ya Europa wakati Arsenal watakuwa wanajaribu kutua katika 16 bora. Kufikia hapo sina la ziada. Maikima Makoha Coaches jina la kwangu, kwa sasa nasema bye bye.